zao kama vile roho zao, kwa maana Mungu si ni mfano, Mungu ni roho. Sasa alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa Yesu ni roho. Sasa alichokiumba Mungu, alichokiumba kwa mfano wake, aliumba ni roho kama yake, kama yeye. Maana aliumba roho kama yeye mwenyewe roho. Sasa mtu anaonaka akiona dunyama, midomo, vidole, miguu, anasema ndio iko kwa mfano wa Mungu. Hapana, hii sio mfano wa Mungu. Usione kwamba hii ni mfano wa Mungu, hapana. Lakini mfano wa Mungu ni roho. Maana wewe mtu ni roho, ambayo hiyo roho ndiyo mfano wa Mungu. Maana Mungu sio nyama na damu. Soma kitabu cha Mwanzo 26:28 uone jinsi Mungu alivyoumba roho wote wawili. Kwanza aliwaumba vile pale. Tunasoma, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kumbuka, mwanamume na mwanamke aliwaumba wote wawili. Tunaenda 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amina. Hapa tunaona jinsi Mungu alivyowaumba. Walikuwa wote wawili katika mazingira, katika roho. Manake roho zao ziliumbwa kwa mara moja, siku moja. Waliumbwa wote wawili, mwanamke na mwanamume waliumbwa. Mungu aliwaumba tena kwa maana ya kuwapatia mamilaka. Sio kwamba walimpatia ni Adamu kwanza mamilaka kisha ndio akampatia Hawa, naye akasikiliza kwa Adamu jinsi walivyopatia mamilaka ya kutawala dunia na vitu vilivyomo. Lakini kwa maana ya kutawala vitu vilivyomo, walipewa mamilaka wakiwa wote wawili bila chenga. Ndio kwa maana wakati Hawa alipofika duniani, hakuna mnyama pia tunasikia kwamba alimchezea wala aliweza kumzuru, kwa sababu wote alijua kwamba hivi viko chini ya utawala wangu. Na tunaona kwa kweli ni kwamba hizi ni roho zilizoumbwa. Hatujaona mwili, hatujaona udongo, lakini kuna muda fulani utasikia sasa udongo, ndo ukasikia sasa jina la nafsi. Maanake ndipo nafsi ilipoingia katika mtu, kwa maana ili imfanye sasa huyo nyama sasa zipate kuishi kama binadamu, ni kupitia nafsi. Sasa huyu roho ni roho ambaye anakuwa anatulia ndani, anatulia kabisa. Ni roho ambayo inakuwa na hali, kwa sababu vile walivyokuwa hawajatenda dhambi, ni roho ambayo ilikuwa na utakatifu hali ya juu sana, na kwa sababu ilikuwa mpya na ilikuwa ni kiumbe ambacho kiko sawa sawa kabisa na Mungu. Sasa tuone mwili vile ilivyoumbwa. Mwanzo 2 huko tulisoma ilikuwa ni Mwanzo 1. Hapa tunasoma inakuwa Mwanzo 2. Mwanzo 2:7-10. Mwanzo 2:7 tunaruga 15, tunaruga 18. Tumesoma hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pua pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi ai. Unaona jina la nafsi linaingia hapo. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Angalia sasa hapa, huyo mtu alikuwa ni yeye peke yake. Tunaona mtu alikuwa ni yeye peke yake, ni Adamu. Mungu akamfanya sasa liudongo lile. Maanake Hawa bado alikuwa hajadhihirika katika ulimwengu wa mwili, bado alikuwa mpaka katika ulimwengu wa roho. Huyo Hawa alikuwa katika ulimwengu wa roho, hakuwa hajadhihirika katika ulimwengu wa mwili. Na wakati alipodhihirika katika ulimwengu wa mwili ilikuwa ni baadaye katika mstari wa 18. Ndio kwa maana katika ulimwengu wa mwili huyu Adamu alikuwa ni peke yake na kumjua Hawa. Kwa hiyo sasa, lakini walipomdhihirisha ndipo akamuona sasa, na akasema, tazama nyama ya nyama yangu, mbavu ama mifupa wa mifupa yangu. 18 amesema hivi, tuone jinsi walivyomleta Hawa pia katika ulimwengu wa mwili. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na tunajua jinsi Mungu alivyomlesha usingizi na akamuumbia
akachukua nyama na mfupa au bavu wake akafunika na nyama, hata akamfanya Hawa tunaona ni mwanamke. Sasa wakati walipokufa, sasa ni kipindi walipoukula hiyo tunda kama nilivyoeleza. Hii nafsi zote hai unazoziona hapa na huyo roho na huyo mwili, jinsi unavyowaona hapo mwanzo, walikuwa hai, walikuwa wazima kabisa na hali ya utakatifu na wakujua dhambi, na dhambi ilikuwa ndani ya nini, ya roho zao. Dhambi yoyote ilikuwa ndani ya roho yao, dhambi ya mauti. Walikuwa na utakatifu na uhusiano mzuri na Mungu na ufalme wa Mungu ulikuwa kwao, na walikuwa na maisha amani sana na utakatifu usioelezeka. Hasa walipotenda dhambi ni hapa kwenye 2:16-17. Bwana Mungu akamwambia huyo mtu akisema, akamwagiza hivi: matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amina. Hii ndipo Adamu na Hawa walipofanya nini? Walipokula, baadaye walikula na walikufa. Sasa wakati Adamu na Hawa walipokufa, maana yake katika plans za Mungu zilifeli mara moja. Yaani kwa mpango wa Mungu, jinsi Mungu alivyompangia mtu, Mungu alipangia mtu aishi naye duniani, mtu atawale dunia, yaani mtu awe mfalme na mtawala wa dunia, na Mungu awe mtawala hapo mbinguni, lakini mtu awe mfalme na mtawala wa hapa duniani, lakini awe na mahusiano na Mungu, na yeye Mungu peke yake. Manake Mungu awe ndiye mwenyewe director na muumba wake, kwa maana kumcontrol mtu duniani, na mtu awe mtawala duniani hapa, na ule mtu aanze kumtumikia Mungu kwa mission ambayo Mungu mwenyewe alikusudia, na waishi bila kufa, bila kuzeeka katika mwili. Maana kwa Mungu inawezekana mtu kuendelea hata zeki, hafi, habadiliki, anakuwa invariable, anakuwa invariable. Mungu ana ule uwezo wa kukufanya uishi duniani, kwanza usizeeke, kwanza usife, na usipunguke na nguvu yoyote, manake muendelee kuishi. Yaani watu watafika tu kwenye kimo fulani, wanaendelea hivyo hivyo milele na milele, na wanaishi duniani, wanyama vizuri, ndege wangani vizuri, samaki vizuri, kila kitu vizuri. Yaani wangeishi kwa amani na tungeendelea milele na milele hivyo. Lakini hiyo mpango ulifeli kwa sababu ya kuasi kwa Adamu na Hawa. Walipokula hiyo tunda, ina maana walikufa. Sasa katika ulimwengu wa Mungu, katika ufalme wa Mungu na ulimwengu wa roho wa Mungu, yani wale watu walikosa na nafasi, manake hakukuwa nafasi ya kuwaweka. Manake hata Mungu kuendelea na watu ilishindikana. Sasa kilichopaswa hapo, ilibidi mpaka tena Mungu aumbe watu wengine wapya. Ilibidi Mungu aumbe watu wengine wapya, ili watu wale wengine wapya ndo sasa waingie sasa kwenye ufalme wake, kwa sababu hizi vilikuwa tayari vimekwisha kufa na vimeharibika, kwa sababu vilikuwa vimekufa na kuharibika, na hasa zaidi vilikuwa tayari vimekwenda kwenye ufalme wa giza wa shetani, kama vile malaika walivyokwenda kwa ufalme wa giza na mashetani, na ufalme wa giza na mashetani, kwa maana ya shetani muovu. Hasa nao watu vile vile hawakukuwa tena na nafasi, hawakukuwa tena qualified. Hiyo quality ilikuwa imekwisha, na hiyo thamani imekuwa imekwisha, na walikuwa wamefutika kabisa katika mazingira ya Mungu na kwa ufalme wa Mungu na kwenye yani kila kitu wanafutika. Sasa ilibidi Mungu aumbe viumbe vipya tena. Haleluya, nisikize kwa makini. Ilibidi Mungu aumbe viumbe vipya, ili vile vipya vile visivyotokana tena na hiyo dhambi, tena visivyokuwa na hiyo dhambi, viumbe vipya. Sasa kitu kile Mungu alichofanya, ilimbidi Mungu auwe Adamu na Hawa, awamalize wote, aumbe viumbe vipya vingine. Sasa kwa upendo wa Mungu, jinsi alivyompenda mtu,
akupendelea kuwaua wale, akupendelea kuwaua wale, aliendelea kuwaacha na kuacha sasa